habari zilipoletwa, haijalishi alikuwa katika kundi gani, haijalishi alizaliwa wapi, lakini alipozisikia alikubali. Maana nasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Lakini kuna mtu mmoja ananisikiliza, alipompokea akapata jina la ajabu sana. Wamepewa mamlaka ya ajabu sana, ya kwamba ulipompokea amekupa uwezo, amenipa mamlaka ya kufanyika mtoto wa Mungu. Ndiye mimi ninayeliamini jina lake. Niliyezaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umezaliwa, lakini uwezo uliopewa ni wa kufanyika mtoto wa Mungu. Tutasema mchungaji, ninajua na wageni wengi hapa leo, nazo sinielewe sana, lakini wenyeji watakuwa wananielewa. Nimesema uwajibikaji katika wito ulionao, accountability. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza, unapoita neema, ni ile neema ya kupokea toleo au ofa, ukaipokea. Wakati jirani yako wengine mezaliwa pamoja, wamekataa ile neema, haikuwazukia ile neema, hawaelewi mpaka sasa, na wewe wanakuona kama umepotea. Lakini Biblia inasema wewe hujapotea, umefanyika kuwa mtoto wa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wa asubuhi wakati anafundisha ameongea sana juu ya ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Asema ninyi mlio waovu, kama mnaweza kuwapa watoto wenu vitu vizuri, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu? Nini maana yake? Mimi nimefanyika kuwa mtoto wake. Nimesema maombi tulionayo ni ya kujikagua, na uwezo wa kufanyika kuwa mtoto sahihi wa Mungu umepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu uko mikononi mwako. Kwa nini uwezo wa kufanyika mtoto? Unaweza ukarejea, Adamu aliumbwa ni mtoto wa Mungu na amemilikishwa vitu vingi, lakini kwa uwezo aliokuwa nao akautema uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Lakini alipewa uwezo na mamlaka na kumilikishwa kila kitu, na ni sura ya Mungu, lakini akatema ile mamlaka aliyokuwa amepewa. Sasa wewe umepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Wiki inayokuja ni wiki ya maombi, ujitathmini. Hii neema iliyofunuliwa ya kufanyika mtoto wa Mungu, je, ni hai ndani yako? Ni mtoto wa Mungu au na dini ya EAGT? Dini ya EAGT haina registration mbinguni, lakini wewe ndo lile kanisa, lile jengo ambalo anasema mwanadamu tanijengea nyumba gani mimi niweze kukaa? Mungu hana jengo duniani ambalo anaweza kukaa, hana jengo analoweza kuishi humo, lakini ana jengo moja linaloitwa Mwasile. Yule aliyempokea, humo ndimo anaweza kukaa. Na Yesu anasema yeye Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu mmoja aliyekubali kupewa mamlaka ya kufanyika mtoto wa Mungu. Haleluya.
Manake ni nini? Manake safari ya kwenda mbinguni, hakuna anayeweza kukukatili usiende mbinguni isipokuwa usipoheshimu hii mamlaka ya kufanyika mtoto wa Mungu. Iko ndani yako mwenyewe, wala si ya mzee wa kanisa, sio ya mchungaji. Mimi uwezo wangu ni hapa kuambia hili neno. Ukilipokea litakusaidia, usipolipokea sina mamlaka nyingine. Lakini ukilipokea, wewe ni mtoto wa Mungu.